Watu maalum? Asanteni. Sasa kuna makosa ya kitaaluma. Nimesema pamoja na masuala mengine, baraza ni taasisi simamizi ya maadili ya wauguzi na wakunga nchini. Kwa hiyo viwango vilivyowekwa kwa ajili ya utoaji wa huduma ni lazima vizingatiwe kikamilifu. Inapotokea mtoa huduma akashindwa kutoa huduma kwa viwango vilivyowekwa, baraza lina mamlaka ya kumwajibisha kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo. Nimesema tunatumia sheria ya mwaka 2010 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2023. The Nursing and Midwifery Act number 1 2010. Sasa sheria ya uguzi na ukunga imeainisha makosa katika kifungu cha 25 na adhabu zake zipo kwenye kifungu cha 28. Kwa hiyo mlalamikaji yeyote ambaye anaweza kuwa ni mwajiri wako, mteja uliyempa huduma au mtu yeyote mwenye maslahi anaweza kuwasilisha malalamiko hayo kwa msajili wa Baraza la Uguzi na Ukunga chini ya kifungu cha 25 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uguzi na ukunga. Makosa yaliyoainishwa kwa mujibu wa sheria yanapelekea muuguzi au mkunga kupoteza sifa za kutoa huduma. Tunasema unfitness to practice, iko chini ya kifungu cha 25 kifungu kidogo cha pili. Kitu cha kwanza tunasema ni kukosa maadili ya kitaaluma. Kukosa maadili ni nini? Nitaifafanua hapo mbele. Lakini kitu kingine kinachopelekea mtu kupoteza sifa ya kutoa huduma ni kukosa umahiri. Umepoteza competence, na maana una sifa ya kutoa huduma. Lakini kitu kingine, unaweza kuwa umetiwa hatiani kwa kosa lolote la jinai. Makosa ya jinai tunayafahamu, yako chini ya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai iliyofanywa pia urekebu mwaka 2023. Tunasema penal code. Sasa makosa yako mengi, umeua, umebaka, umeiba, au ni makosa ya jinai. Ukishatiwa hatiani au kukata rufaa, ina maana unatumikia adhabu. Msajili atakachokifanya ni kukufuta tu kwenye orodha ya wauguzi na wakunga. Lakini tunasema afya ya viungo au akili kuwa na dosari. Ukishakuwa na changamoto ya viungo vyako, umekuwa kiziwi, umekuwa kipofu, ina maana umepoteza sifa ya kutoa huduma kwa sababu huwezi tena kutoa huduma. Au una changamoto ya afya ya akili, ina maana umeshindwa kuwa accommodated kwenye eneo lako la kazi, na maana mwajiri ana uwezo wa kukutoa kwa sababu umepoteza sifa ya kutoa huduma. Lakini kitu kingine tunaambiwa ni kufuatia uamuzi wa bodi ya kitabibu Tanzania au mamlaka nyingine yoyote inayotoa leseni ikitoa recommendation kwamba you are unfit to practice, ina maana unakuwa umepoteza sifa. Sasa makosa ya maadili kama nilivyowaambia hapo, nitafafanua ni yapi. Cha kwanza ni kukiuka masharti ya sheria hii. Sheria hii inakutaka utoe huduma ukiwa na leseni hai. Sasa wewe leseni yako imeisha muda wake, hujaiuisha, ina maana unatakiwa kutoa huduma. Hata kama unaendesha gari barabarani, jamani, si lazima una leseni. Mbona kama tumepotezana? Tunafuatiliana? Tuko pamoja? Diploma wako wapi? Certificate? Bachelor? Sasa mnapoenda leo mnapewa leseni na vyeti. Lakini hizo leseni zinatakiwa kuhuishwa kila baada ya muda fulani. Sawa eh? Kwa hiyo tujitahidi kuhuisha leseni kwa wakati ili tuweze kutoa huduma. Tuko pamoja? Lakini kosa lingine la kimaadili ni kushindwa kuzingatia mipaka ya leseni kama muuguzi au mkunga. Hizi leseni tunazopewa zina masharti yake. Kuna majukumu ambayo anayafanya daktari, kuna majukumu anayofanya muuguzi, kuna majukumu anayofanya tabibu. Sawa? Kwa hiyo sisi tukafanya majukumu ambayo tunapaswa kuyafanya tu. Unafika kule unaanza kufanya hemiografi. Tunaruhusiwa? Tunaruhusiwa kutoa mimba? Tunaruhusiwa? Haturuhusiwi? Sasa usiende kufanya kitu ambacho huruhusiwi. Ukifanya tunachukua leseni yako,
unaenda kuwa mkulima na sio muuguzi, kwa sababu hatutegemei mtu fanye kitu ambacho hukupaswa kufanya.